Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia imani, imani, nishike tena. Imani, imani, usiniache leo. Imani, imani, nitavuka hii mto. Imani, imani, niseme bado. Ninachokusikitikia zaidi, wewe tu unamjui vizuri. Unaifahamu ile Kitanganyika hoteli? Yeye ndio mmiliki wa ile hoteli na ana miradi mingi sana hapa mjini. Hivyo basi, kama unaniona mimi natamba hapa mjini, ni kwa sababu ya ajira yake, na mimi sihitaji kuipoteza kazi yangu kwa sababu ya kazi yako. Hii inawezekana vipi? Tunu ni nani? Unataka kuniambia kwamba Tunu anamiliki kiasi kikubwa cha pesa kiasi hicho? Ndio maana nimekwambia wewe umjui Tunu vizuri. Mimi siwezi nikukataa. Maumivu unayopitia wewe, hata mimi anaweza akanikuta. Ina maana ule umaskini Tunu anatuigizia, si ndio? Inawezekana. Ila mimi cha kukushauri, kama bado kuna uwezekano wewe kupambana na hili jambo, basi tafuta watu wengine. Lakini mimi siwezi. Naipenda kazi yangu kaka. Sitaji kuwa kama chunda. Pita. Umetoka upstairs? Nilikuwa kufanya uchunguzi kidogo. Uchunguzi gani? Uchunguzi wangu ulikuwa unamhusu Tunu. Kuna nini kuhusu yeye? Unajua, kuna vitu vingi sana tufahamu kuhusu yeye. Unamaanisha nini? Tunu si msichana wa kawaida kama tunavyofikiria. Ni msichana ambaye anamiliki kiwango kikubwa sana cha pesa. Hata ile kampuni kubwa pale mjini ni ya kwake. Haiwezekani. Unamaanisha ajifanye maskini? Ndiyo, hayo ndo majibu ya uchunguzi wangu. Kwa nini anafanya hivyo?
Mimi sielewi, lakini nahisi kuna kitu atakuwa anatafuta au kuna mtu anamtafuta. Sunaina, bado hatujachelewa. Mimi nadhani tunaweza kuharibu kila kitu. Halo. Hamna haja ya kunijua, kwa sababu hata ukinijua itakusaidia chochote. Sikiliza nachokueleza na utekeleze. Kuanzia muda huu ninaongea, naomba ukae mbali na Kado. Hii ni kwa ajili ya usalama wa maisha yako. Wewe ni nani na unataka nini kwenye maisha yangu? Nimekwambia hakuna sababu ya kunijua. Ila tekeleza nachokueleza mimi. Kaa mbali na Kado. Halo? Nilikupenda kimya, ulinitazama kama rafiki, moyo wangu ukaja. Wewe ukuona hata kidogo, kila neno lako lilinifanya nione. Habari ya saizi? Salamu, vipi? Nini kinaendelea? Kirosha, hapa ni kazini. Na nilishakwambia juu hilo jambo hapa kazini. Kwa nini usinitafuta nyumbani huko tukazungumza? Mashaka. Swala la kuhusu usalama wako, usio na shaka. Hilo jambo nilishaongea nawe. Wasiwasi uko wapi? Unachotakiwa wewe ni kufanya kazi ambayo nilikuelekeza. Hii ni kazi yangu. Okay, niambie nini kinaendelea? Mama. Yaani paka menyu imechachamaa mama yangu. Kwa nini? Hicho chakula kivi. Hapa sasa hivi unakula mboga hizi tayari hapa. Natenga ugali. Sasa hivi unakula mwanangu. Menyu ishaanza kusumbua bwana. Kwa leo inauma sana. Unakula sasa hivi. Alafu nimeshafanya maamuzi mama. Pia kati ya Tunu na Sunaina. Wow. Hebu niambie. Nimemchagua Tunu mama. Madam mwanaume mwingine. Sawa. Una uhakika na hichi ambacho unaniambia? Sijawa na uhakika sana, lakini hizi ndio taarifa za awali. Kwa bado naendelea kufanya uchunguzi. Nikikamilisha jambo nitakufuata taarifa. Mashaka. Nini ambacho hakieleweki? Unaleteaje taarifa ambazo huna uhakika nazo? Mara zote nimekuwa nikikwambia fanya uchunguzi wa kina. Kile utakachogundua ndio uniambie. Sasa unaniambia kitu ambacho huna uhakika nacho. Maana yake nini? Kirusha, hizi ni taarifa za awali. Nikikamilisha hiyo uchunguzi wangu nitakuja kukupa taarifa iliyokuwa kamili. Sawa, unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuendelea kuwachunguza. Na chochote ambacho utagundua natakiwa kikijue haraka sana. Tunaelewana vizuri? Sawa. Sawa, hamna shida. Uwe na siku njema. Asante. Ndio. Japo sijamuona,
sura yake ilivyo, lakini maneno yake, vitendo vyake, anaonekana ni mkarimu na mpole sana. Ni kweli mwanangu, ulivyohisia ndivyo hivyo na mimi ninavyoona. Ni binti mzuri sana, tena anaonekana ni mkarimu. Kumbe sijakosea eh? Lakini bado sijamwambia. Unasubiri nini? Una haraka eh? Mwambie haraka. Basi nitamwambia tu. Anafanya hapo tu. Bado. Sawa. Sasa hivi utakula. Tunajua ile jiko ni gesi. Yaani hapo zaidi ya jiko la umeme. Sana. Wewe mzee, kutafuta sana. Mimi nimekuja kuchili huku baba. Ya, unajua unapokuwa bosi haupaswi kuwa una mizunguko mingi sana. Sometimes unapaswa kutulia na kufanya kazi za kiofisi. Basi tuachane nayo bosi. Chunga. Nimekuja kuchukua majibu yangu kwenye ile faili ambayo alikuachia madam. Mr. Jacob, mwanzo ulianza vizuri sana. Haswa ni pale uliponiita bosi. Mimi nafikiri ukiniita bosi itakuwa inapendeza zaidi. Chunga. Wewe ni mfanyakazi kama mimi. Na siwezi kukuita bosi. Hiyo ni tabia yenu watoto wa Kiswahili. Hivyo ndivyo ambavyo mlivyo. So, ulikuwa unatakaje? Leo ambacho nimekuja kuchukua ni majibu kwamba ile faili unaifuatilia au ulifuatilii. Mimi nafikiri kuhusu faili, wewe ungeenda. Alafu likikaa sawa, nitakutafuta. Okay, sawa. Jacob? Watu wengine wasumbufu. Kado, nimekutafuta sana. Kumbe upo huko? Nilikuwa naelekea nyumbani. Maana yake karanga zimeisha mapema leo. Hongera. Ila lengo langu lilikuwa ni kukuona tu, wala hata hakuna kitu kingine. Aha. Lakini kuna kitu na mimi nikwambie tu. Kitu gani tena jamani? Unajua si kila mtu anaweza kuzungumza sana. Na pia Mungu, kila binadamu ana namna ya kupangilia maneno yake. Kado, niambie na kusikiliza, kuna nini? Nimekubali lile ombi lako. Macho yangu yanatoka machozi uliposema subiri kidogo. Niko tayari kuwa na wewe. Bado nipo hapa, bado nasikia. Kado, unamaanisha? Ndio. Imani, imani, nishike tena. Imani, imani, usiniache leo. Imani, imani, nitavuka hii mto. Imani, imani, niseme bado. Kiukweli nimefurahi sana. Leo siku yangu imemalizika vizuri. Hata mimi pia. Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa,
bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia